na leo tupo katika kampeni, tunafanya mobile campaign, yani door to door. Tunapita kila nyumba, tunapita kwa ndugu zetu wa Tanzania, wanachama na wapenzi wetu na watu wote, ili kuomba kura. Na tangu tumeanza mchakato huu mwitikio ni mkubwa sana na tumekubalika kwa 100%. Yani imeonekana watu wote kabisa Tanzania, hasa hapa Ilala, wanataka mabadiliko hali ya juu kabisa. Kila tunapopita tunapokelewa kwa nguvu kubwa sana, na watu wote wanatukubali kwa sababu mbili kubwa. Kwanza, wanakiamini sana Chama cha Demokrasia na Maendeleo kupitia kwa rais wao mtarajiwa Mheshimiwa Lissu, mgombea urais, kupitia kwa wabunge wao nchi nzima na madiwani wao. Na upande wa pili ni kwamba wanasema wamechoka kabisa, Watanzania wamechoka kabisa na serikali iliyokuwa madarakani. Ni kwamba hakuna chamani chochote kilichofanywa, watu wana maisha magumu, ajira hamna, kazi hamna. Na ukiangalia matatizo ni mengi sana. Uchumi wa nchi unakufa, uchumi wa mtu mmoja umepotea kabisa, pesa haionekani, lakini maisha yamekuwa magumu sana. Kwa hivyo Watanzania wote wametukubali sana na tuna imani sana kwamba tunakwenda kushinda mapema sana kabisa. Kwa hivyo imetujenga imani sana na tunapokelewa vizuri sana. Na katika sera zetu sisi, mimi nikiwa ni mbunge, nimwaahidi watu kwamba nitalibadilisha kabisa jimbo hili la Ilala. Ikifahamika kwamba jimbo la Ilala ni jimbo muhimu sana katika majimbo yote 254 ya Tanzania. Ni jimbo ambalo ni senta ya biashara Tanzania nzima. Watanzania wote, mikoa yote wanakuja Dar es Salaam kununua bidhaa zao, lakini Dar es Salaam kuna majimbo 10. Kuna jimbo moja tu ndio senta ya biashara ambalo ni Ilala. Sasa hili jimbo lina muhimu sana, lakini kutokana na chama kilichopo madarakani hakijui muhimu wake, kwa hivyo wamelipuza. Sasa mimi nitalisimamia vizuri sana jimbo hili, nitalijenga, nitakuwa ndo kituo kikubwa cha biashara. Sasa hivi ni kituo kikubwa cha biashara Tanzania nzima, jimbo la Ilala, lakini mimi nitaligeuza jimbo la Ilala itakuwa ni kituo kikubwa cha biashara kwa bara zima la Afrika. Kama vile ilivyo Gonzu ni senta ya biashara ya dunia, kwa hivyo mimi nitaifanya Ilala itakuwa ndo Gonzu ya Tanzania. Afrika wote, nchi za Afrika zote zitakuja kununua biashara hapa. Sasa tutaweka mazingira ya usafi kabisa, vile vitu vyote ambavyo wafanya biashara kubwa duniani wanavihitaji tutaviweka hapa Ilala, na tutahakikisha kwamba tangu hapo sera za Chadema ni kuinua wafanya biashara, kuhakikisha ajira zinapatikana. Sisi sera yetu tofauti na chama kilichopo madarakani. Chama kilichopo madarakani kinawakandamiza wafanya biashara washuke chini. Sisi Chadema tunaamini kwamba ukiwainua wafanya biashara wa juu, ukiwainua juu zaidi, ukiwapa kila sapoti, maana yake wale wa chini wanakuja juu na wale wa juu wanapanda juu zaidi. Kwa hivyo itafika wakati ajira zote vijana wote watapata ajira na uchumi utaongezeka na wafanya biashara watajenga imani sana kwa chama chao cha Demokrasia na Maendeleo. Na vile vile tutahakikisha kwamba ushuru uliokuwepo Tanzania utapengwa ushuru wa nafuu kabisa, ili watu waweze kumudu, wafanya biashara waweze kumudu wafanya biashara zao vizuri sana. Hatutoruhusu mtu yote wa TRA kuja kuwabunguza wafanya biashara. Hatutoruhusu mtu wa halmashauri, mkuu wa mkoa, nani, wafanya biashara watalindwa kabisa na serikali ya Chadema. Kwa sababu sisi tunaamini katika biashara. Tutawainua wafanya biashara kwa makusudi kabisa. Vijana ambao hawana ajira, tumefarijika sana kuingia katika hiyo Machinga complex hapo. Nimefarijika sana mimi ni mbunge, kwa sababu nimekuta vijana wengi sana ndani wanajituma, wanafanya kazi sana, hasa wale vijana wanaoshughulika na viatu. Vijana wanachapa kazi, lakini kwa bahati mbaya sana wana stoki kubwa sana, viatu haina soko. Sasa lile soko ilikuwa serikali iliyopo madarakani watafutie soko. Sisi kama Chadema tukijingia madarakani tutachukua mzigo wote ule, tutatafutia soko la kitaifa na la kimataifa. Tutahakikisha mzigo wao wote unauzika nje ya nchi kwa pesa kigeni kabisa. Na vile vile tutahakikisha kwamba lile jengo limekuwa dogo na limejengwa location sio, tutatafutia sehemu maalumu kabisa. Senta ya Dar es Salaam tutawajengea soko kubwa sana, ili vijana wengi sana waweze kufanya biashara zao kwa utulivu na wapate mafanikio makubwa sana. Tutatoa mikopo yasiyopungua chini ya milioni 5 kwa vijana wetu wa machinga. Tutawasaidia mikopo na tutawafundisha namna gani ya kufanya biashara. Tutawasomesha somo maalum namna gani kupewa mikopo, vipi kufanya biashara,
vipi uweze kulipa mikopo kwa utaratibu. Tunaweza kuwapa hata miaka 2-3 walipe kwa utaratibu ili waweze kukuza mitaji yao. Akina mama vile vile tutawapa mikopo ili waweze kufanya biashara zao. Kina mama wanafanya kazi katika mazingira magumu. Mama mmoja akirudi nyumbani ana family kubwa sana inamtegemea, lakini chama kilichopo madarakani kimwapuuza kabisa. Sisi tutainua, sisi tutawashughulikia watu wenye uwezo wa chini kuwabeba, na watu wafanya biashara juu tutawabeba zaidi, ili Watanzania wote waweze kupata maisha yao yawe mepesi kabisa. Hayo ndio malengo yetu kwa kifupi kabisa. Tutahakikisha barabara zote za Ilala nzima, hizi za vumbi za mawe zote tunaweka lami, na tunaweka nguzo za umeme, tunaweka CCTV kamera. Tutajenga vituo vya afya katika kata zote 10 za Ilala. Tutaongeza shule katika kata zote 10 za Ilala. Tutaweka police post katika kata 10 zote za Ilala. Na narudia tena, tutajenga barabara mpya Ilala nzima. Tutaujenga mji mpya kabisa wa Ilala, ili maksudi kabisa uwe kivutio kwa wafanyabiashara wote wa Afrika. Bara zima la Afrika litakuja kufanya biashara Ilala. Ilala ndio itakuwa center biashara chini ya uongozi wangu mimi Hashim Juma Issa, nikija nikiwa mbunge wa kutokana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Italeta mabadiliko makubwa sana, na naamini kwamba majimbo mengine yote yataiga mfano wetu sisi. Kwa hivyo tunaombeni ndugu zetu wa Ilala wote kwa namna yote, ili mhakikishe kwamba kura zenu zote mnanichagua mimi, mnachagua madiwani wetu wote wa kutoka Chadema, mnamchagua rais wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ili tuweze kuleta mabadiliko. Mabadiliko hayawezi kuja bila kuwa na uongozi mpya. Kwa hivyo kama tutakuwa na rais mpya, tutakuwa na wabunge wapya, tutakuwa na madiwani wapya, tutakuwa na serikali mpya, maana yake nini? Maana yake na maisha yetu yatakuwa mapya. Kwa hivyo lazima maisha yetu yaweze kubadilika, lazima tubadilishe mfumo mzima wa maisha. Mfumo wa maisha wa binadamu unatengenezwa na viongozi wa juu kwenye mabunge, kwenye baraza la wawakilishi. Kwa hivyo lazima bunge letu safari hii liwe chini ya spika wa kutoka Chadema, liwe chini ya utawala, serikali lazima iwe chini ya utawala wa Chadema, ndiyo nchi hii itaweza kubadilika. Nchi yetu ina rasilimali nyingi sana, lakini bado ni maskini. Tuna ardhi kubwa sana ya kilimo, lakini bado nchi hii sukari shida, ni kitu cha kusikitisha sana. Sisi tukiingia tutajenga viwanda zaidi ya 10 vya sukari tu. Tutakuwa na sukari ya viazi vitamu, tutakuwa na sukari ya miwa. Tutosheleza kwa Tanzania nzima sukari, na itatosha na itazidi. Tutasafirisha nje, tutapata fedha ya kigeni. Sasa nchi kama hii inasikitisha kwamba hamna sukari. Sisi tutaondoa tatizo la sukari, na bidhaa zetu zote za nje kama korosho, wakulima korosho wamelima korosho zao, serikali imefeli, imeshindwa kutafutia soko. Sisi jambo la kwanza tutakisha tunatafuta masoko ya bidhaa zote za Tanzania, soko la ndani na soko la nje, ili kuweza kupata fedha za kigeni na wakulima wetu waweze kupata fedha za kigeni kutokana na mazao yao. Tutasimamia kilimo, tutasimamia ufugaji, tutasimamia uvuvi, na tutasimamia utalii na mambo mengine yote. Leo mlima Kilimanjaro uko ndani ya chetu Tanzania, lakini Kenya inafaidika zaidi na watalii kuliko sisi. Kwa hivyo mambo yote hayo tutafanya chini ya utawala wa Chadema.